Yohana 3 sura yake 1 mstari wa 13. Waswahili wanasoma hivi: nalikuwa na mambo mengi ya kukuandikia, lakini sipendi kukuandikia kwa wino na kalamu. 14. Lakini nataraji kukuona karibu, nasi tutasema uso kwa uso. Nisome Kifaransa. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne vais pas les faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt. Nous parlerons de bouche à bouche. Tutakuwa tunaongea kinywa kwa kinywa. Unajua kuwaona watu mnakaa hivi katika maombi ni neema ya kipekee. Na kila mwenye alifika leo, weke mikono mbili juu, niombe Mungu kwa ajili yako. Mikono iwe juu, mikono iwe juu, mikono iwe juu, iwe juu. Mikono yenu iwe juu. Neema ya Mungu ipate kuonekania na ipate kwa pokea zile baraka. Pokea zile baraka. Pokea zile baraka. Nasema pokea zile baraka. Nasema pokea zile baraka. Pokea zile baraka. Pokea zile baraka. Ile mikono yako iguse baraka. Ile mikono yako iguse baraka. Ile mikono yako iguse baraka. Katika amen. Somo nzuri nasema ukiona ukimya, ukiona imechelewa, maana yake inakaribia kufika. Ukiona ukimya au imechelewa, maana yake inakaribia kufika. Mtumishi wa Mungu Yohana alikuwa kwenye mbavu za Yesu, aliyependwa na Yesu. Alifunzwa upendo kwa sababu alipendwa sana na Yesu. Unajua mbegu iliyo ndani yako ndiyo naweza kuambukiza watu wengine. Ukimkuta na mtu ambaye amependwa sana kwa maisha ya kiroho au maisha ya jamaa au maisha ya kimwili, ukikutana na huyu mtu ndani yake mna mbegu ya kupendwa, hana budi kukupenda kwa sababu anajua thamani ya upendo. Lakini tunaishi na watu ambao labda hajawahi kupendwa tangu kuzaliwa. Anaishi matatizo, anaishi vita, hakuona labda wazazi au aliwaona akafukuzwa. Anakomaa maisha ya miba, moyo wake unajaa vidonda vya kila aina. Na huyu ukikutana naye anakuoa au anakuwa rafiki wa karibu, utaona hajui kupenda kwa sababu hajawahi kupendwa. Hii ndio maana tuna watu ambao wanatuumiza saa zote. Anakufanyisia vitu ambavyo yeye mwenyewe anajuta kuvifanya. Alifanya hivi namna gani? Moyo unajaa vidonda. Mtu aliyeumia sana anaweza umiza pia. Ukimwona mwandishi anaongea kuhusu upendo kwenye Biblia ni Yohana. Yohana ndio anaongea mambo ya upendo kuliko mitume wote. Ndio maana Yohana anasema ni vigumu kumpenda usiyemwona Mungu kuliko kumpenda jirani unayemwona. Ni kwa sababu katika mitume wa Yesu Kristo aliyependwa sana ni Yohana. Kwa hiyo mbele ya kujudge, mbele ya kuhukumu mtu, mbele ya kuona mareaction ya mtu yuko bizarre kwako, ujiulize alikomaa kwenye mazingira gani. Wengine walikomaa na miba. Wengine walikomaa na kutupiliwa, kuchukiliwa. Na kwa sababu walikosa neno upendo,
hawawezi kumpenda mtu kwa sababu ndani yao hawajawahi kupendwa. Ndio maana watoto mnaowazaa muwaoneshe upendo. Pendeni watoto wenu. Mkiwapenda zaidi nao watajua kupenda. Watu watatu au vitu vitatu vinakosea Mungu kwa bustani ya Edeni. Adamu amemkosea Mungu, Hawa amemkosea Mungu, Eva, na nyoka imemkosea Mungu. Lakini angalia Biblia vizuri. Bwana alipofukuza Adamu, alipofukuza Hawa, akawashonea mavazi ya kuvaa. Wakatoka, lakini akushonea nyoka. Manake katika vile viumbe, kiumbe ambao kilikosa upendo ni nyoka. Ndio maana nyoka ikikutana na wewe haikupendi. Kwa sababu nyoka haijawahi onja neno upendo. Wewe itakupenda? Unaweza fanya mizaa ya kuuza pusi unaitia kwa nyumba, mtapendana. Imbo unaweza itia nyumbani, hakuna tatizo. Hata makako, kuna watu wanatia makako kwenye manyumba na wanaishi tu vizuri. Fanye lenzi yaka ukamata nyoka moja pale juu. Baba, utusamehe kama tunavyowasamehe waliotukosea. Manake tunahitaji kusamehe ili tusamehewe. Kwa tafsiri nyingine, asiyeweza kusamehewa hawezi samehe. Tangu alipotupwa shetani hajasamehewa na hata samehewa, ndio maana hajui kusamehe. Manake mtu yeyote ambaye hajui kupenda mwingine, hajui kuonesha mwingine mapendo ya kweli, angalia maisha yake, wenda alikomaa na vidonda. Kuna watu wanatia pesa mbele. Kuna watu wanafikiri pesa ina thamani kushinda mtu, kwa maana alikomaa kwenye mazingira ya kulia usiku na mchana. Ushawahi unaona uko na bwana mwenye haujui siku alifurahi, haujui siku iko vizuri, maisha yake tu ni ya ovyo ovyo, ni kwa maana alikomaa kwenye vidonda. Geukia ndugu yako mwambie, usinihukumu na ujue nimekomalia wapi. Mtu mmoja anipe amani zaidi ya jirani yake. Upendo ni tofauti na maneno. Na katika mitume wa Yesu wote, aliyependwa ni Yohana. Walikuwa tenashara 12, lakini Biblia inatuambia ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana. Na inawezekana Yohana naye alimpenda, kwa sababu mitume wote walipokimbia, Yohana ndiye alifika mpaka msalabani. Manake anayekupenda yupo tayari kufika mwisho na wewe. Ile wakati kuonekana mwanafunzi wa Yesu ilikuwa kufa. Kuna wahubiri wanasema Petro alimpenda sana Yesu, lakini Yesu mwenyewe hana uhakika na mapendo ya Petro. Ndio maana alikuwa anamuuliza Petro, unanipenda? Kama unanipenda, lisha kondoo wangu. Lakini hakuuliza hii neno kwa Yohana, kwa sababu alikuwa na uhakika wa kujua huyu Yohana ananipenda. Ukisikia uko na fiancé, uko na bwana umeko na kuuliza, eske unanipenda kabisa Catherine? Manake iko na mashaka ya mapendo ya Catherine. Upendo wa Petro kwa Yesu ilikuwa ni upendo wa faida. Kuna watu wana upendo ya faida. Ndio maana Petro alisema, sisi tulioacha vyote. Eske mnanisikia vizuri? Sisi tulioacha vyote tutapata? Yohana hawezi uliza hivi. Yohana hapendi kwa kupata vitu fulani, anapenda kwa kumpenda Yesu jinsi alivyo. Ijapokuwa aliyekupenda kwa ajili ya vitu fulani
akivipata atakuacha na akivikosa atakuacha. Ndio maana Petro alipoona vitu havina sana faida alikuwa tayari kukana, lakini Yohana alifika mpaka Goligota. Na anayekupenda ya dhati, anayekupenda ya ndani, nakwambia vizuri, hana sababu ya kukuacha. Geukia ndugu yako mwambie tujifunze kupenda, tujifunze kupenda. Na natambua mapendo ni roho. Mapendo ni roho. Kuna mtu katikati yetu hapa anapenda watoto hata kama si wake. Akiona hata mtoto mkanisa anaanza kulomba hai, nipe na mimi nikakamate yako. Sasa tunaogopaka pana kwa sababu hatujue ni nani. Akiona mtoto njiani lazima asimame ampe kitu fulani. Huyu ukimwoa hata kama una watoto umeshawazaa 7 anawachunga vizuri. Na kuna mtu mwenye alishakazala lakini na watoto yake hawapendaki. Akianza piga fimbo mpaka babula, na anamwambia mke akazaliwa mwa nyumba juu yako kunionea ndabarusha humu. Kwa sababu roho yake, angalia, mwenye anashindwa chunga watoto wake atachunga nani? Wengine wanawake wanateseka ndani ya ndoa si kwa sababu ile ndoa ni mzuri, lakini kwa sababu ya uzao wake. Kwa sababu ya watoto wake anasema niende wapi niache vichwa hivi. Uliolewa na ungwe, chigushu. Bwana Mwenyezi alipea watoto masomo. Bwana mwenye ayue watoto wanasomeaka wapi, wanakulaka namna gani, kila kitu ni mama. Unasiporte, unavumilia vyote kwa sababu unajua nikihangaika hata hao watahangaika. Sitaki ukutanane na mtu ambaye ni wewe peke utampenda. No, Mungu akupe mtu ambaye atakupenda na wewe utampenda. Na niko na mimi saidia mwenzake. Naweka mkono juu anete 2024. Bwana akukutanishe na mtu ambaye ukimpenda naye anakupenda. Manake ni mtu ambaye atajua thamani ya mapendo yako. Sema I receive. Geukia jirani mwambie nikikupenda jikaze unipende sasa. Usitese roho inayokupenda. Sijui tunaelewana? Wakati wa mikate Filipo alikuwa mbele mbele, sawa? Filipo alikuwa mbele mbele. Wakati ya ukata masikio Petro alikuwa mbele mbele. Lakini kumsalaba kulikuwa nani? Yohana. Ambia ndugu yako anayekupenda anafika mwisho na wewe. Sijui mnaelewana vizuri hapo. Anayekupenda anafika mwisho na wewe. Mambo inakataa, mambo inataka kuonesha kwamba ujiue. Anayekupenda anakuambia jipe moyo, niko pamoja na wewe. Na pamoja na matusi na mateso na sarau alizozipitia Yesu msalabani, Yesu iko tofauti na Musa. Musa ni wale viongozi ambao walikufa na wakajiendea. Wakina Yakobo walikufa wakiwa vipofu, macho haione tena. Isake alikufa macho haione tena. Lakini Yesu ingalao alipata mateso, macho ilibaki. Macho ilikuwa wazi. Na akaangalia mitume wote. Ile kifua ya Petro iko wapi? Vous savez, Petro alikuwa na madeclaration zilikuwa bizarre. Petro alikuwa anasema kote kotakuwa. Amkumbuke ile andiko? Kote kwenda kuwa nitakuwa na wewe. Eske Yohana alisemaka? Kwa specialiste mu verbe. Ile kote kotakuwa, Yesu akaangalia kumsalaba ka Petro akiko. Akamwona Yohana.
akaona mama yake mzazi. Wale wawili walikuwa Golgotha. Na akalalamika akasema, sauti mbaya. Unajua kama uko fast kwenye biko na uia mwizi, na mwizi ni wenu, hautakaki wayue. Lazima tu ufichame kwa sababu akijua wanakufuatilia. Sasa mwizi akatrai. Akalalamika, Yohana, tazama mama. Mchunge mama. Ingelikuwa ba Yohana ba yangu. Bangelipiga kelele, Yohana wa wapi? Sikujui. Lakini Yohana alikuwa tayari hata kufa kwa ajili ya Yesu. Ndio maana kwa mitume wa Yesu wote ambao waliteseka wakafa vibaya, Yohana alizeeka. Wanaojaa mapendo wanazeeka. Roho ya hasira, roho ya chuki itakuua. Roho ya mareaction ziko brutal, ziko bizarre itakuua. Mtu wa roho ya mapendo hatesake roho yake. Ukitaka uzeeke mbio, ushinde unavimbana, utazeeka. Mwa hii dunia ukikuwa na roho ya kukwazika, utakwazika toujours. Bia kutukwaza ni vya mingi. Gouvernement itakukwaza, ekipe itakukwaza, marafiki watakukwaza, kiongozi wa ibada atakukwaza, kutembea mbarabara, kila fasi vikwazo iko. Ujifunze kujidepase, kutosha vitu vya ovyo mroho yako, na roho yako ijawe upendo. Mmoja nipe amen zaidi ya mwenzake. Na ndio ukisoma Biblia, Yohana akaenda kuishi Efeso. Na alipokwenda kuishi Efeso, akamchunga mama yake. Na Yesu, Maria alikufia kwa mikono ya nani? Ya Yohana. Usichungishake mwenye akupendake. Sijui naeleweka vizuri hapa. Usichungishe mwenye hakupendake. Ujumbe huu ni mzuri sana kwako, ambao itakupeleka kwa viwango vingine. Yesu alifanya kitu ambao sielewe. Akawekesha Yuda pesa. Yuda akamwona mu biashara. Angiwekesha Yohana pesa, Yohana asingemuuzisha wala asingemuuza. Nisema mahali ninaposoma, huyu Yohana anafanikiwa kuandika vitabu 5 kwenye Biblia. Ya kwanza anaandika Injili ya Yohana. Haongee kama Luka, haongee kama Mathayo, haongee kama Marko. Luka anamwongea Yesu kama mtumwa. Wakina Mathayo wanamwongea kama mfalme aliyepewa utawala. Wakina Marko wao wanamwongea kama binadamu kawaida. Lakini Yohana anamwongea kama Mungu. Peke yake ndio anasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa wapi? Kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Mungu. Unajua anayekupenda sana ana namna ya kukuheshimu zaidi ya wengine. Manake anayetuthibitishia umungu wa Yesu ni Yohana. Kila mtu iko na droit ya kukujije vile anataka, ça dépend na considération na amour yenye iko ndani yake. Kama mtu iko na haine contre wewe, hata uwe mzuri namna gani, hata ona ile uzuri. Anaandika waraka wa kwanza, waraka wa pili, waraka wa tatu, pia anaandika kitabu cha Ufunuo, ule Yohana. Moyo wake ulikuwa wa kumpenda Yesu sana. Weka mkono juu. Sema, Baba, nasikia roho yangu inachoka. Sitaki kujikaza kupenda wenye bayue maana yangu. Niletee Baba mtu mwatajua valere yangu. Mtu mwatajua hii mapenzi yangu na kuwaka na maana kwake.
katika jina la Yesu. Amen. Tunasoma waraka wa 3 ya kitabu cha Yohana. Nyaraka, sijui niseme namna gani. Nyaraka ni kama barua fupi. Kwenye Biblia kuna Injili, kuna sheria, kuna vitabu vya unabii, kuna Zaburi, lakini pia kuna mabarua, kuna nyaraka. Wa Roma si Injili, wa Korinto si Injili, Timotheo si Injili, zinaitwa nyaraka. Ni kama ninaweza kuandikia kanisa la Lubutu barua, na hii kitabu tunachokisoma, nyaraka ya 3 ya Yohana, alikuwa anaiandikia mtu mmoja peke yake, anaitwa Gayo. Na Biblia inathibitisha kwamba alimpenda Gayo katika upendo wa kweli. Gayo alikuwa mwaminifu kwake. Gayo alimheshimia Yohana sana, na kwa sababu alimheshimia sana, akamwambia Gayo, na kupenda katika upendo wa kweli. Gayo hakumheshimia Yohana kwa sababu anastahili kuheshimika. Unajua, kuheshimia mtu si kusema ana merite respect, lakini ni kwa sababu wewe uko na bonne education. On ne respecte pas quelqu'un parce que c'est une personne qui mérite le respect, mais parce que nous avons une bonne éducation, nous devons respecter les gens. Donc kukosa heshima kwa mtu haiko kusema ule mtu ni mbaya au ni mzuri, lakini ukikuwa na mafundisho mazuri utaheshimia kila mtu. Na alimpenda Gayo sana. Na sababu ya kumpenda Gayo ni nini? Ni kwa sababu Gayo aliendelesha kanisa la Efeso vizuri. Sio, mnaelewana vizuri? Mkisikia jina ya Demetrio, ni watu waliofukuza Paulo Efeso. Kwa hiyo kuna makanisa Paulo alifungua, kuna makanisa Petro alifungua, na kuna makanisa Yohana alifungua. Na wale watu waliotumika na Demetrio, yule alikuwa anaabudu mungu Diana. Wengi wao walimwabudu Diana na wakamfukuza Paulo ndani ya mji wa Efeso. Paulo akajiendea zake. Lakini Yohana alipofika pale Efeso, aliwaokoa wengi katikati yao. Ukiishia kwa Matendo ya Mitume utajua Demetrio hajaokoka. Lakini ukienda kuangalia kitabu cha nyaraka ya 3 ya Yohana, ndipo utaelewa baada ya kumfukuza Paulo, injili ya Yohana ikambana. Na akawa mfuasi mzuri sana, na kiongozi aliyemchunga anaitwa Gayo. Kwa hiyo Gayo alipendwa sana na Yohana. Unajua, ukiona mtu anakufanyizia kazi vizuri, lazima utampenda tu. Na kwa sababu alikuwa hana influence kubwa yule Gayo, ilifanya Yohana afanye siku nyingi bila kumuona, lakini habari nzuri zinamfikia. Anaweza kwenda kwa makanisa mengine, anaweza zunguka mahali pengine, lakini kule kwenye Gayo yupo, Yohana hakuzoea kwenda. Si nafikiri Gayo alikuwa nafikiri hakuje kuniangalia labda anitaki, labda vile nina kanisa ndogo, labda sina fedha. Kumbe confiance yenye alikuwa nayo kwa Gayo ilimfanya asihangaikie kumuona. Kuna wakati mtu akikuwa na confiance na wewe sana, hakusumbui. Sijui mnaeleweka vizuri? Ukiona saa zote tu bibi yako, bwana yako, chérie bonjour, uko wapi? Anakata 3 minutes. Chérie, uko wapi? Niambie, uko na nani? Anakata. Ingine haiko mapenzi. Control. Hakuamini wewe. Bwanangu ananitaa saa yote. Soit ni chômeur au aliactivé,
au hakuamini wewe. Ni kweli mapenzi inaweza fanya watu waitane, sikatae, lakini kama mtu yuko na confiance na mwingine, anamwamini hata kwenye haiko. Et je vous assure que hakuna mwenye iko capable kukontrole mtu mwingine. Hata mtoto mwenye ulizala hauwezi weza kumkontrole. Hii ndio ilifanya Yohana asiende kwa Gayo, because alikuwa anamwamini sana. Na kule kwenye alikuwa haamini sana, ndipo alikuwa anaenda saa zote. Ndio utaona mkanisa, mtu unaomba miaka, unaomba mwezi inapita, miezi 6 inapita, hauone muujiza. Kuna kuja mpagani tu mmoja hivi mwenyewe, hana mipango yoyote, anashuhudia mbele yako. Anashuhudia mbele ya Mungu, mbona huyu mimi namjua, alipia jana, anapataje muujiza hivi? Mungu anakuambia wewe ni Gayo. Wewe na kuamini, hata sija kutendea hautanikimbia, lakini haka kanakuja hapa, lazima nikatendee kasiende fasi. Kwa hiyo kuna wengine wanakawia kwa sababu Mungu anawaamini sana. Sio mwalimu anaeleweka hapa. Usiamini mtu kwa madeclaration ya kusema kote utakuwa narcissist na kuwa na wewe. Petro alienda kule. Tena Petro akasema siku nyingine, twende wapi tena? Na kwako ndiko. Sasa saba libana Yesu alienda wapi? Yohana akusema, lakini roho yake ilikuwa inampenda zaidi. Weka mkono juu, sema Mungu ukiniamini huna haraka na mimi. Mtu mmoja nipe amen zaidi ya jirani yake. Ukiniamini. Na ukiona mwanamke anakulomba pesa saa zote, anajua mtaachana kesho. Inauma. Anajua mtaachana. Kwa hiyo nipe ni kule kia mtu kia msove. Lakini yule anajua huyu ni naye safari ndefu, anajua kila anacho ni kiangu. Kwa hiyo utaona wahubiri wanakuambia wewe haujatendewa na Mungu kwa sababu unajaa maisha ya maovu, wewe unaisha hiki na hiki na hiki. Unajiangalia huna chochote kibaya, kumbe Mungu ana imani na wewe. Mtu mmoja aseme amen. Bwana ana imani na wewe. Wewe hujawahi kuona mtu anaomba saa, anaomba saa Yakobo, Baba usiponibariki sitakuacha. Kwa tafsiri nyingine, ukinibariki. Sio tunaelewana vizuri? Baba usiponibariki sitakuacha. Maana yake ukinibariki Baba ndakuacha. Mungu anasema kwa sababu usiniache, kaa pale. Wako watu Jehova Nisi ambao wanajua mimi nitafika mwisho na maono haya. Manake kama nitazikwa na maono haya. Hawa hawakuje kwa miujiza, hawakuje kutafuta tuwatabirie. Wakipata muujiza sawa, wakiikosa sawa. Manajua roho yangu inakaa Jehova Nisi. Ninue mkono wa kuume juu kwa kila anayependa maono haya, Roho Mtakatifu amupe zaidi ya upendo wake. Mmoja nipe amen zaidi ya mwenzake. Ambia ndugu yako, ukinipenda nitakupa zaidi ya upendo wako. Hii mwaka hatutajikaza kwa mtu mwenye atupendi. Nimpelekee mafuruinjo anipende, hata kupenda. Ni muzieka sosiso njoo anipende. Kuko bagatoni za kuzia sosiso na akifika kwenu nampokea mbaya, anafungula sashie peka na ikula pale pale. Anarudia. Ça fait trop mal kuishi na mtu mwenye effort yako ya mapendo yanaiona saa haina. Hata Mungu naye apendake watu yote. Ye peka anasema na wapenda wanipendao. Anapenda watu wote. Kwa akili zako ndio hivyo unafikiria? Mungu ni watu wote, aliumba watu wote, lakini anasema napenda
wanipendao. Nasema tena, usijikaze kwa mtu mwenye hayayua valere ya upendo yako. Kuna mtu mwenye kunalishwa tarehe leo. Kuna mtu kunalishwa. Ufanye kenye unataka, kuko mwenye hata kupendaka. Kuko mtu mwenye hata ukalangi nguruwe ya hawezi ikula. Kuna wengine hata ya buyo. Na mpaka saa hii Goma kilo ya nyama iko 10,000 francs, mina waza ya nguruwe ni 15,000 francs. Na Waislamu biko menguruwe ishuka bei. Donc valeur yako tu itaongezeka hata baadui biko. Yeyote yupo hapa tarehe leo ulikuwa hauna roho ya upendo, umeshaumia sana, madeception. Mungu akupe roho ya upendo na wewe ujui kupenda, ujui. Unajua kuna watu wanajua penda. Misa saa yote unalala mabizuku kichwa na ulisha lala. Unalamuka kidogo kofi kidogo kunani kumgongo kule. Anakuambia unalamuka namna gani? Sasa unaenda uwana na mtu mwenye hea yue bili. Kakofi kadogo anakuambia unatani huwa. Manake wewe ulikuwa unanikania. Bwanangu, batu wanachezaka, niko mwenzako. Mimi nakushinda 4, niko mwenzako. So, wewe unaishi na mekanisie mwa hivi wa mapenzi, mwenye make muyeye kila kitu kwa mekaniki. Maso. Mwenye mikono yuko nguvu, ni mfano tu haiko nyuma. Roho yake haina mapenzi. Na wengi katikati yao hawajawahi kupenda. Huyu ndiye Yohana anasema hivi, kwa sababu unanipenda sana na kwa sababu moyo wangu inakupenda Gayo, ningetaka ufanikiwe kwa kila kitu jinsi nafsi yako inavyofanikiwa. Hii 2024 utaprospere à tous égards. Hakuna mtu anaelewa ile kitu. C'est-à-dire dans ton business tu dois prospérer. Dans tes affaires, tu dois prospérer. Dans tes relations, tu dois prospérer. Dans ta vie de prière, tu dois prospérer. Dans la vie chrétienne, tu dois prospérer. Donc la prospérité, c'est un résultat d'un cœur amoureux. Amen. Wakati una roho ya mapendo ndani yako, fanikiwa. Basi ukifanikiwa hautakula wewe peke, utakula na watu wengine. Amen. Nani anipe amen zaidi ya pale? Amen. Mbingu ifunguke juu yako. Amen. Uprospere à tous égards. Praise my Lord. Amen. Utakuwa na shangala, shamba yako inaivya mimea, gari yako inaingia, watoto wako wanafanikiwa shule, mke wako anaendelea vizuri, mume wako kazi inaendelea vizuri, paka unakosa ushuhuda ya wapi na uachi ya wapi, paske roho yako inajaa mapendo. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya pale. Ona alichokiandika pale 13 yake inasema vizuri. Aseme, j'ai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne vais pas les faire avec l'encre et la plume. Aseme, nina vitu vingi vya kukuambia. 14 nasema nini? Nina vitu vingi vya kukuandikia, lakini sitaki nikuandikie kwa mkono wangu na kwa wino. Aseme, j'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Wakati wanaweza andika Matendo ya Mitume kitabu la mrefu, Gayo banamwandikia chapitre hii moja. Kisha wanamwambia Gayo, vya kukuandikia ni vya mingi, lakini havitaishia mkuandika.
Kwa tafsiri nyingine, habitaishia mu maahadi, habitaishia mu ekriti. Acha ninyamaze kimya, parce que bientôt là, siku taona silence ya Mungu juu ya maisha yako, manake anataka kuya kukuonekania sasa. Mtu mmoja nipe amen zaidi ya jirani yake. Parce que Mungu anajua unachoka na maahadi, bali kutabiria sana na hakuna accomplishment. Na ananituma nikwambia asubuhi ya leo, sitaki nikuandikie tena maahadi, sitaki tena maprofesi juu yako. Mais bientôt là, nous serons, je serai avec vous face à face. Kila kuchelewa inaanonse baraka ya mpya. Kama bwana yako iko mbali na najua mtafanya 6 ans hamtaonana naye, mtakuwa naongea saa zote, atakuita, atakuandikia, atakwambia mistari saa zote. Na akikwambia ndakuya kesho, ataya kuita unasemaka sihangaike tena. Et d'ailleurs, sina tena besoin aniite wala aniandikie, parce que sa présence dépasse ses promesses. Niko naambia mtu mmoja katika maisha ya kiroho, wakati Mungu anataka kukuinua, anaikalaka kimya. Unaomba haupate maono makubwa, profesi zako hazikuye za kila aina. Kumbe Mungu anajua hana tena besoin ya maprofesi, hana tena besoin ya mapromesse, hana tena besoin ya consolation. Iko na besoin ya presence yangu. Katikati yetu kuna watu walishayala unabii mpaka wanachoka. Tena manabii wanakuchanganya. Leo anakuambia baraka iko mbele yako, anakuambia tena kesho utakufa. Kesho yake anakuambia una lukamba mkiuno, kesho yake anakuambia mapua yako mko mandege. Unakosa ziliingia kai. Na ukikutana, unajua unabii huko na manabii wazuri wapo, na kuna watu hao tunawaona na karama za unabii. Ukikutana na nabii wa roho mbaya, atakutenganisha na kila mtu, atakutenga na kila mtu. Kwa hiyo Yohana alijua Gayo hahitaji maneno mengi tena, anachokihitaji ni uwepo wangu. Fanya hivi, fanya baba, sema baba, sihitaji tena maneno mengi, usiniandikie mengi, na kuhitaji uje sasa, na kuhitaji uonekane sasa. Praise the mighty Lord. Amen. Nikipanda katika Ufunuo utaelewa Biblia kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki ni maneno ya Mungu, na ni unabii ya kuja kwa Yesu, na ni kukamilisha maneno yaliyosemwa na manabii na makuhani. Lakini kufika kitabu cha Malaki, Mungu alikaa kimya. Kutoka Malaki mpaka Mathayo, Mungu aliongea. Mungu akuongea miaka mingapi? Miaka 600. Mungu akuongea, na watu walimtafuta waandike vingine vitabu, havikutokea. Kwa ndoto hakuongea, kwa unabii hakuongea. Alikaa kimya kwa sababu alijua na upenda ulimwengu. Na kwa sababu na upenda ulimwengu, sitaki tena niseme nao, nitatoka mbinguni sasa, nitavaa mwili na nitaokaa nao face to face. Niko nipa amen zaidi ya ndugu yake hapa. Usishibishwe maneno. Unaweza danganya fie mwenye ngani na 17 18 maverbe, mapoem, lakini mwisho kwa na 34 35 hana besoin ya mistari ya mrefu. Muoe. Mwalimu anaeleweka hapa? Babikira bawili bakioana siku ya mariage, hata mubiri ubiri saa 3 abangaikaki. Ni babikira banafurahia neno. Lakini wahudumu wawili bakioana
Na walikatala kugusana mfiansaye. Siku ya mariage abasikia yake mahubiri. Bana kwa watu mlushungu na biko naambiana 20 yene mbio. Kwa sababu hawataki tena mistari. Siwezi kuwa na njala niende kwa hoteli nitakomande chakula ifanye saa 2. Na kuna nafasi ya mewali na maragi hapa karibu. Manake kuna watu roho zimechoka. Na hawa ndiye Mungu alinituma kwao. Amesema hata ongea na ninyi vitu vingi tena. Mungu hataki tena kuandika vitu vingi kwenu. Manake Mungu anakuja kuonekana face to face. Na inua mkono wa kuume juu nikitabiri tarehe ya leo. Ndoa yako hautaongelewa tena juu yake. Inakuja face to face. Mtu mmoja yuko na amen zaidi ya jirani yake hapa. Asimame arukeruke mahali alipo aseme naisubiri. Hii mwaka ni yako sawa, nahitaji kuiona. Hii mwaka utashuhudia sawa, nahitaji kuiona. Manake tunachoka na maneno mengi. Tunachoka na kutabiriwa au kuhubiriwa baraka. We need to see it. Tunahitaji kuiona na kuigusa. Geukia tu professor mwambie hautapata maneno mingi tena. Naongea na Gayo mwenye iko hapa tarehe leo. Kila Gayo mwenye iko hapa, Yohana wako iko njiani. Nasema muujiza yako iko njiani. Okofu yako iko njiani. Rehema zako ziko njiani. Ndio maana hamtaongea tena mingi tena. Mtaongea uso kwa uso. Ndio maana hakuongea tena mingi Mungu, kwa sababu alijua uso kwa uso atashuka. Na maandiko yanasema Kristo ni uso wa Bwana. Unajua Mungu akiwa na mipango na wewe huwa ananyamaza sana. Kaa nikupe mistari. Kwenye ndoto Mungu anakaa kimya. Tena mwaka mpya ni mistari mipya. Mwaka mpya ni baraka mpya. Geukia ndugu yako mwambie unajua Gayo? Muulize wewe unajua Gayo? Mwambie ni mimi. Bagayo na Bagayosi. Wale waaminifu mko hapa. Mzee kwa Gayo mpenzi ni mpendaye katika kweli. Kuna watu unawapenda katika, yani una feel roho yako inakwambia huyu nampenda katika, manake najisikia kabisa roho yangu inaonesha kwamba huyu. Na kwa sababu nampenda katika kweli, upendo itanipush ni mwendee haraka. Anayekupenda katika kweli huwa anakutafuta. Nishaona dada mmoja anasema, nishaona ule garson kanisa macho yake kisa ananiangaliaka. Alishanipenda na shashindwa sasa. Kaambia bongo. Kwa maana kaka akimpenda binti aone aibu kwa lolote lifi, ufungua kinywa na ataongea vitu. Kuishi mwa environment ya wanafiki ndio inafanya mtu afikiri mapendo haikuwake. Mpaka leo l'amour existe. Kitu cha kwanza kina justifie upendo wa kweli. Upendo wa kweli haunyamazi. Upendo wa kweli unaongea. Kwa sababu Mungu ni upendo, atatuma Yesu neno aongee.
Roho yako ikimpenda Mungu sana, hautakosa nguvu ya maombi. Manake maneno ya kinywa ni matokeo ya ujazo ya mapendo ndani ya roho. Ndio nasema Mungu uko bien. Hakuna mweko sawa wewe baba. Hawezi iga ile maneno kama roho haiyale upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Moyo ukijaa upendo, itika kile kitu. Là où il y a l'amour, il y a la faiblesse de l'homme. Kwenye mapendo iko, mtu anageuka mzaifu. Sio kama inaeleweka. Kuko vitu unaweza lapa juu roho yako haiyapenda. Mesiku utapenda, utashtuka tu unasema Yesu. Nilikatalaka hivi mie Yesu. Roho inapenda. Paka Yesu ageuke dhaifu, akufe kwa ajili yetu, apige kofi, atemewe mate, ni kwa sababu alipenda. Mapendo inafanya hata mwenye nguvu awe dhaifu. Kaka Samsoni alipenda Delila sana paka akasegamia kumakuisi. Kumbe Delila ni kinyozi. Mie siku ndaoa mwanamke akifanya miza, piga. Hauyapenda utakunjwa. Mie huyu mwanamke jua niambie tu mnyumba, nimsaidie, sijui ukamata bebe, jiko nafanya kazi, frère. Siku utapenda, utakoropa. Utasonga mgali ya mwindi. Upendo inamfanya mtu kuwa. Ndio maana hata mwanaume wakati anaachilia zile nguvu zake zile huwa anakuwa dhaifu. Nani kwa hapa nipe amen zaidi hapa. Ukiona mtu angali trop dur na wewe, trop dur, maana yake ya kupenda. Ni garso wewe nichezea, akinifanyia fie. Utakutana na kaka mfupi mwenye utapenda sana wewe peke. Paka atakufanyia vituko na hautaenda fasi. Basi upendo itakufanya kuwa faible. Unaweza kuwa mkaribio unapigana kisha mwanapendaka anachomoka. Unaacha vita. Unasema ilikuwa ni madiscussion tu za mamachi. Mimi najiendea parce que mwenye anafika roho yako inapendaka. Na Mungu akikupenda sana hujifanya dhaifu. Bwana akisema neno lazima itimilike. Lakini akimpenda Hezekia akisema neno mbaya haitatimilika. Hata akisema utakufa, Mungu anasema mwambie na muongezee miaka ngapi? Ningilikuwa ningemuulizaka baba, wewe ulisemanga ukisema neno lazima itimilike. Vinakuaje? Response ni moja, nampenda Hezekia. Ndio usifanye vita na mtu Mungu ampendaye. Mungu ni souverain, Mungu ana roho mbaya saa yako. Kuna mtu anaweza kuwa na marigere za hivi juu yake, Mungu anasema huyu ni mtu kama moyo wangu na hautamsambisha. Utamsambisha wapi? Upendo na rendre mtu kuwa faible. Wewe sinaambia unapenda mke wako na unampiga mangumi usiku na mchana. No. Kumpenda mtu haiko kumtangaza, kumpiblia na huko namtosha meno na mangumi. Kupenda mtu ni kumchukulia, ni kumsamehe. Ulianza aisamehe hivi yako vya vile vraiment mtu mzima aisamehe. Bwana alikuonea umwambie juu wewe upendi. Mimi roho yangu na mimi si comprendre nilianza. Et la troisième des choses, kwenye upendo iko kupana iko. Ambia ndugu yako ukinipenda nipe.
kwenye upendo iko, mkono unafunguka. Kwa maana Bwana alivyoupenda ulimwengu hata akapanda milimani kuimba, hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie. Mwanamke mwanakupaka fedha si pumbafu, roho yake inakupenda. Ule mwanaume mwako nasema uko nakulia si pumbafu, roho yake inakupenda. Kwa duru kuko fete, ni duru. Mtu akikupa, roho yake inakupenda. Sitaki nikuandikie vitu vingi, kwa maana nakuja kukuona. Ujumbe mzuri kwa Gayo. Kuna wengine aliandikia hata Paul. Kuna wengine Paulo alikuwa anawaandikia na waambia amani ya Bwana iwe. Aliandika chapitre 27. Kwa mtu anasema amani ya Bwana iwe naye. Maana yake msomee kwa ile, mtoshekie kwa ile. Lakini wa chapitre moja anamwambia Yohana, sitaki nikuandikie mingi sana, kwa sababu face to face will be together soon. Kwa siku chache tutakaa pamoja. Maombi yangu ya leo ni wale watu ambao mshapenda Mungu sana na mko hapa. Unajua kuna mtu anapendaka Mungu, haiko juu ya ndoto mbaya, haiko juu ya maproblème, mais anapendaka Mungu na saa ya adoration. Vous avez remarqué que cette personne aime réellement Dieu. Kuna watu wanasikiaka butamu ya maombi, akianza kuomba najisikia tupasuke tutu. Kama ni kwenda kumlima twende tuangalie kimungu atafanya. Kuna watu wakianza kuabudu mpaka najisahau. Nimeona mtu anaabudu mpaka kamasi inashuka, machozi inashuka, na haforce upendo, iko automatic. Na kuna watu wanapenda neno sana, akisikia neno ni kama lisiishi, roho yake ina utamu ndani yake. Wale wanapenda Mungu, wakiambiwa tuombe ni wa kwanza tutoe. Kama ana cha kutoa anakosa raha, kwa sababu anapenda Mungu. Wapendao Mungu wafanya hivi, wale ambao wanapenda Mungu. Kama kuna watu wanapenda Mungu duniani, mimi niko miongoni mwao. Nampenda Mungu sana, kwa sababu ingelikuwa mawazo ya wanadamu, mawazo ya watumishi wa uongo, hii kanisa haingelikuwa na mtu huyu. Lakini mawazo ya Mungu inajaa umati wa watu, na Mungu anasema itajaa mara 100 zaidi ya jinsi unavyofikiria wewe, kwa sababu mawazo ya Mungu si kama yetu. Wapenda Mungu wako hapa. Wapenda Mungu, Mungu anawaepusha na magumu mengi sana. Kuna kule nchi fulani nimeambiwa ushuhuda, kama kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kazi kwa bosi, walikuwa wawili, wafanyakazi wawili, na mmoja alikuwa na wivu kwa ajili ya mwingine, alikuwa anahitaji kumuua. Unajua vita ya mtu iko yake mbali, nakaa pale pale, alihitaji kumuua mwenzake. Na kaenda mchunganisha kwa bosi. Kaambia bosi, huyu jamaa ambaye anakuletea chakula, tunafanya naye kazi, anasema sana kuchukulia chakula kumeza, kinywa yako bosi inamunukiaka vibaya, ndio maana anatiaka mapua hivi jua asisikie harufu yako. Bosi akamwambia kama ni kweli ndaua. Kakaenda naambia yule mwenzake, mtu mbaya, nyoka alihubiri hapa Daniel, ni mtu wa kuchunganisha. Akaambia mwenzake, bosi ananiambia sawa namleteaka chakula kinywa yako inanukaka. Sirse, ukipeleka chakula tia kinywa hivi. Adui anapopanga plan ya mubaya, anajiona kama yele sana, kumbe mwisho vitu tageuka. Analeta chakula kwa bosi, anafaa kinywa hivi. Bosi anasema aliniambia kweli. Aliniambia sana nafaa kinywa hivi, anasikiaka nini? Harufu. Bosi akasema kuua ndaua. Bosi akaandika letter, akaituma ku village kwenye mamule zake ziko.
Akasema hii letre mwenye mtaona kwa watumishi yangu wa kwanza mwatafika, umutie mumule maiti nisionaki. Letre kaenda. Quelques minutes après akaita ule. Wewe kuya hapa. Wende kule kufilash kumule ulete bunga. Huko akijua akienda maana yake kufa atakufa. Na à l'époque ma telefone zilikuwa haziko. Kumbe haka nikapenda Mungu. Kufika mjia anakutana wale wahubiri wa barabarani. Anashikalia kusikia yake neno. Mhubiri wa barabarani naye njo nani? Kokota mahubiri. Batu yote wanaisha lakini kapenda Mungu. Kio kanamwambia usikate. 1 heure napita, 2 heures napita, 3 heures napita, 4. Patron alishaangalia ile village ni kwenda na gari 45 minutes, kalitoka mugari kanende kala kwa mahubiri. Anaambia ule wa pili sasa, wende kule ku village uniletee rapport. Najua walishamaliza tayari kazi. Anaenda na anapita kwenye biko na ubiri kwa sababu yeye haikumpenda Mungu. Ufika kule kumamule. Asemusha maliza ase atuanza. Kuya. Oh haiko mia ase hapana, barua inasema mwatafika wa. Aba kutuambia jina. Njo kumkamata banakashindiria mumule. Kwa sababu adui yako atachimba shimu na yeye mwenyewe ataenda ndani ya ile shimu. Mpenda Mungu mahubiri naisha. Njoo anaenda kumule sasa kule anafika. Mko hapa si waambie patron kazi shafanya nini? Angalia damu mule. Damu ya nani? Bana mfasiria barua ilisema hivi na hivi na hivi na hivi. Bon, mpenda Mungu yeye hana problem. Anachirudia anaambia patron kazi. Asa iko wewe njoo ilikufa si nikufie nini? Nilikufanya nini? Patron akatambua ke huyu inawezekana. Unajua kuna mtu tu mnaona kama msemee bongo, wewe kuna pressentir ke huyu inawezekana ni innocent. Tuongee na wewe, njoo kuongea na patron. Patron anaanzalia machozi. Asa aliniambia patron, kinywa yako na mkaka alifanya kinywa hivi. Patron asinambia aliniambia. Unaona mtu mbaya, mtego yake na mkamataka yeye peke. Usipigane na mtu mwenye anapenda Mungu. Wapenda Mungu wako hapa. Ingine mfano umenibariki kule kwetu Sud Kivu, mu village na ishuhudia kila wakati. Kulikuwa mtu mwenye sawa wako na ubiri neno mkanisa. Alikuwa analalamika, haleluya! Mpaka anafanya fujo. Bakaza mpanga jina ya haleluya. Bakapokea mhubiri mzungu akamwambia, "Jiheshimie. Hatutaki haleluya na fujo fujo mwa kanisa." Huyu mhubiri anatoka bali. Kaambia sasa ndaweza. Wakamwambia tutakuzia viatu. Ukiweza. Akasema basi mnipatie shemasi. Aikale karibu yangu Shusabi natawaka. Hakuna nikumbusha. Mpenda Mungu hawezi mziwia. Mhubiri unajua anapohubiri anahitaji watu wamuitikishie vizuri. John mhubiri anapanda ngazi anatetea kanisa yote iko imya. Or c'était une consigne donnée par le pasteur de l'église. Que kila mtu anyamaze. Sasa mhubiri aliwaka, jamaa kasikia vinapanda. Akaambia shemasi kulalamika tu limoya. Itafanya nikose viatu limoya. Shemasi akaambia utatengwa. Akajimetrize. Ya pili akafanya